unafanya. Ricardo Momo wanasema kwamba ni waridi lililoota katikati ya kichaka chenye miba. Kwa maana gani? Ricardo, umekuja hapa cha kwanza umesema naomba ni swali kwanza. Ndio. Umeswali, umechukua udhu, umeswali. Right? Ni mtu ambaye mtu wa dini sana. Ndio. Lakini lifestyle ya kazi ambayo unaifanya na ndugu familia inaonekana haireflect na Ricardo ambaye wewe ulivyo. Yaani kuna namna nafsi yako inajitenga na kazi. Ni kweli? Mi bwana, sahihi unachozungumza ni mtu ambaye imani yangu makijo unaposema na imani pia naona kama haijakaa sawa, sababu imani haitakuruhusu kufanya vitu vya ajabu ukiwa na imani sana. Ukisema nina hofu ya Mungu, pia mwenye hofu yake haimruhusu pia kufanya vitu vya ajabu. Bali ni mtu ambaye nasema navutiwa na nina matumaini siku moja nije nikae katika njia iliyokuwa sahihi. Unajua ukisema unavutiwa maana yake kwamba navutiwa na akhlaq za dini. Napenda kwa sometimes unakuwa amalu, sometimes unakuwa kafaru. Sio mzuri. Kuna muda unakaa sawa maisha. Kuna muda ndo maisha. Lakini na nyakati nyingine unakuta unafanya vitu sio kama unapenda kwa sababu ndo maisha shakimbilia huko. Tunaona kwamba kula yako, vaa yako ipo huko, unajua Sasa unaposema kwamba utaanzisha maisha mengine nyuma una kijiji. Sio unaelewa vizuri. Mfano kama binafsi nikisema naachana na harakati zote hizi za kilimwengu. Maana yake ni jambo ambalo nimelifikiria muda mrefu. Si ndio nimelifikiria muda mrefu mpaka akili yangu, moyo wangu vikana jambo hili kwamba tunaachana na mambo, tunashikamana na njia ya Mwenyezi Mungu. Lakini nyuma yangu na watu. Je, hao watu nao wana fikra kama hizo? Umeshafahamu mzuri. Maki nikikata mimi ikamba, maki kuna wengi nao huko nyuma sasa sikuwaandaa. Sasa kama hujaandaa manake hawatakuweza kukuelewa. Kwamba nafika pindi na bwana vipi ila kula inshallah tuombe dua. Afu nakuona wewe vipi yani unaonekana kama mpumbavu na akili mjinga. Unachaje kazi? Shafahamu mzuri. Sasa huwa navutiwa. Na ndio maana dua yangu kubwa naomba Mwenyezi Mungu kwamba anipe mwisho mwema. Lakini hauwezi kupata mwisho mwema ikiwa haujikaribishi hata kidogo kwa Mungu. Okay. Mzuri. Ndio maana tunajikaribisha kwa swala 5. At least kwa swala 5. Sometimes una kheri ukiona tunafunga. Ukiacha hii Ramadhani, lakini hii ni lazima. Kuna funga hizi za sunna hizi unajikaribisha pia kwa Mungu kwa funga. Kuna mambo pia unapunguza sometimes, unajua Kuna mambo unapunguza unaona kwamba haya sasa Mungu haya mpendezi sana, unapunguza.